Je, unamfahamu shabiki wa soka mwenye umaarufu mkubwa zaidi barani Afrika? Huyu ni Michael Nkuka Mboladinga, shabiki aliyegeuza historia na kuwa alama ya ushabiki. Leo Makini TV tumekuandalia simulizi ya Michael Nkuka Mboladinga ambaye aliamua kutumia ushabiki na mapenzi yake ya soka kuenzi historia ya ujamaa na kumbukumbu ya mashujaa wa bara la Afrika. Jina langu ni Sylvester Msofe. Mboladinga alizaliwa tarehe 26 Septemba mwaka 1976 katika nchi ya Zaire ambayo leo inajulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maisha yake ya kawaida kipindi chote cha ukuaji wake, hakuna aliyedhani kwamba siku moja Michael Nkuka Mboladinga angelikuwa mmoja wa mashabiki maarufu zaidi wa soka barani Afrika. Lakini kwa zaidi ya muongo mmoja, jina lake limekuwa likitajwa kila timu ya taifa ya Kongo inapokuwa uwanjani. Tofauti na mashabiki wengi wanaoshangilia kwa nyimbo na ngoma, Mboladinga alichagua njia tofauti. Mwaka 2013 alianza kusimama bila kutikisika kwa muda wote wa mchezo, mkono wake wa kulia ukiwa umeinuliwa kama sanamu la Patrice Lumumba, aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa taifa la Kongo baada ya kupata uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji tangu mwaka 1960 hadi alipouawa mwaka 1961. Mkao huo wa Mboladinga haukuwa wa kutafutia umaarufu, bali ilikuwa ni njia ya kuonyesha uzalendo na kuhifadhi kumbukumbu ya mmoja wa viongozi muhimu zaidi katika historia ya taifa lake. Kwa miaka kadhaa aliendelea kufanya hivyo bila kujulikana sana nje ya taifa la Kongo. Lakini yalipoanza mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2025 ambayo yalichezwa kule nchini Morocco, huo ndio ulikuwa wakati ambao kamera za televisheni zilianza kumuonyesha mara kwa mara akiwa amesimama kimya katikati ya maelfu ya mashabiki waliokuwa wakishangilia. Picha na video zake zikasambaa duniani, na hapo ndipo wengi walipoanza kumfahamu kama Lumumba anayeishi, na wengine wakimuita sanamu wa Kongo. Japokuwa alifanya hivyo katika mechi zote tatu za hatua ya makundi, hali hiyo ilionekana ya kawaida tu hadi timu yake ilipotinga hatua ya 16 bora na kupangwa kucheza na Algeria. Hapo ndipo umaarufu wake ulipoongezeka zaidi baada ya timu ya taifa ya Kongo kuondolewa na Algeria katika hatua hiyo ya mchuano katika dakika za mwishoni za mchezo, ambapo baada ya mchezo kutamatika, mshambuliaji wa Algeria Mohamed Amin Amor aliiga mkao wake na kisha kujiangusha chini mbele ya Mboladinga, jambo ambalo lilitafsiriwa kama dhihaka dhidi ya historia na kumbukumbu aliyoiweka Patrice Lumumba katika taifa la Kongo na bara la Afrika. Mjadala mkubwa ukaibuka katika majukwaa ya mitandao ya kijamii. Mashabiki wa soka na wapenzi wa historia ya harakati za kupinga ubeberu na ukoloni mamboleo wakapaza sauti zao wakikemea na kulaani kitendo kile kilichotafsiriwa kama dharau dhidi ya mzalendo huyo. Baada ya mjadala mkali kupitia mitandao ya kijamii, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Algeria alitumia ukurasa wake wa Instagram kuomba msamaha na kukiri kuwa hakuwa na nia ya kudhalilisha historia ya Kongo, wala alikuwa hajui maana ya ishara ile, isipokuwa alikuwa katika hali ya mzaha. Lakini pia shirikisho la soka la Algeria waliomba radhi na kumkabidhi Mboladinga jezi yenye jina la Lumumba kama ishara ya maridhiano na heshima. Umaarufu huo ulianza pia kumfungulia milango nje ya uwanja. Taswira yake ilianza kuvutia kampuni za biashara, huku jina lake likihusishwa na ushirikiano wa kampeni za matangazo ya makampuni kama Tecno. Wakati huo huo, aliendelea kuifuata timu ya taifa ya Kongo hadi kombe la dunia mwaka 2026 lililochezwa nchini Marekani na Mexico. Ingawa alikumbana na changamoto za usafiri na baadaye kunyimwa visa kuingia Marekani, alifanikiwa kuhudhuria moja ya mechi za timu yake.
Boladinga alikosa mechi ya kwanza ya timu ya taifa ya Kongo ambayo ilichezwa Mexico, iliyowakutanisha Kongo na Ureno katika hatua ya makundi na kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Wakati huo alikuwa kizuizini kufuatia mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Akahudhuria mechi dhidi ya Colombia ambayo ilichezwa Mexico na kutamatika kwa ushindi wa Colombia kwa bao 1-0 katika hatua ya makundi. Boladinga hakuhudhuria mechi zote zilizochezewa nchini Marekani kutokana na kucheleweshwa kwa visa yake, kwa sababu ambazo hazikuwekwa hadharani na mamlaka za Marekani, wakidai kuwa si sahihi kuzitaja hadharani kwani zinahusu faragha ya mtu binafsi. Mechi zilizochezwa nchini Marekani ni pamoja na Kongo dhidi ya Uzbekistan. Kongo waliibuka washindi wa bao 3-1 katika hatua ya makundi, na mechi dhidi ya Uingereza katika hatua ya 32 bora ambapo Uingereza walipata ushindi wa goli 2-1. Ubunifu wa Michael Nkuka Boladinga haukuwa kwa lengo la shabiki anayejulikana kwa sanamu tu, bali kujenga utambulisho unaounganisha soka, historia, uzalendo kwa taifa la Kongo na bara la Afrika. Kila aliposimama uwanjani kama sanamu la Patrice Lumumba, huwa anawakumbusha mamilioni ya watu kwamba historia ya taifa inaweza kuishi hata kupitia ushabiki wa soka. Simulizi hii imeletwa kwako na Makini TV na jina langu ni Sylvester Msofe.